Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasa nimeshashiba pilau la Idi. Naweza sasa kuzungumza mambo mazuri ambayo mashabiki wa Singida Black Stars na wadau wa soka wanapenda kuyasikia kwa undani wake. Mimi hapa kwanza nina jambo moja kubwa linalohusiana na wachezaji wetu, lakini nianze kwanza kwa kupongeza sana watu ambao wanafanya kazi kubwa, waandishi wa habari, wachambuzi, mnafanya kazi kubwa sana kuziongelea timu zetu hizo, wakati mwingine kuzichambua. Lakini pia wadau mbalimbali, sitaki kuongelea mamlaka ya soka, kazi yake inajulikana, wanafanya kazi nzuri. Lakini kwenye kazi nzuri ya ndugu zangu wanahabari pamoja na wachambuzi, pia ni kazi ambayo inatia mashaka hata kwa baadhi ya watu wanaosupport timu zetu. Kwa mfano, shabiki anaposoma taarifa imeandikwa mtandaoni labda, au amesikiliza uchambuzi redioni kwamba Singida pale dirisha lijalo, dirisha kubwa tu hapa, baada anaondoka, au Metacha anaondoka, au Soa anaenda kule, anaenda Yanga, anaenda Simba, anaenda wapi, zinawapa hofu mashabiki wetu taarifa za namna hiyo. Sasa mimi leo nataka niwaambie tu mashabiki wa Singida Black Stars, sisi tuna mambo mawili linapokuja swala la wachezaji wetu, na tumeshalifanya mara nyingi. Jambo la kwanza, kila mchezaji mzuri anayechezea Singida Black Stars, lengo letu la kwanza ni kuhakikisha anabaki kuendelea kuisaidia timu yake, kwa sababu tumefanya usajili wa kuweza kushiriki ndani na michuano ya kimataifa nje ya nchi. Sasa lengo namba moja limefanikiwa, tunashiriki ndani vizuri, wachezaji wanafanya kazi nzuri, timu ipo kwenye nafasi nzuri, na sasa hivi tumeanza kupata uhakika wa kupata tiketi ya kushiriki michuano ya CAF. Kwa lengo limetimia. Lakini lengo la pili ni kucheza hiyo michuano ya kimataifa kwa ushindani. Sasa ili uwe mshindani lazima uwe na wachezaji wazuri. Hawa wachezaji mnaowaona hatujawasajili kama maonesho. Tumewasajili kwa sababu tunajua kazi kubwa nyingine iliyobaki ni kwenda kucheza kimataifa. Kwa hiyo watoe hofu mashabiki wetu upande huo, tutajizatiti kuhakikisha kwamba tunawabakisha wachezaji wazuri na ikiwezekana kuwaongeza katika dirisha kubwa la usajili. Lakini jambo la pili, sisi tumejipambanua, tunafanya sana biashara ya wachezaji, hasa biashara kubwa. Mpaka sasa Singida Black Stars ndio timu pekee ambayo imefanya biashara kubwa ya wachezaji msimu huu wa 2024-25. Tumeuza wachezaji wawili kwenye masoko makubwa ya mpira duniani, na gharama wachezaji hao wawili peke yake inafikia takriban bilioni 3 hivi. Wawili tu. Tulimuuza mchezaji wa kwanza Benjamin Tanimu Uingereza kule, kapata hela yake safi kabisa, na hivi karibuni tukamuuza Selemani Mwalimu kule Wydad Casablanca. Na zinakuja ofa, niwaambie, zinakuja ofa nyingi mfululizo. Lakini tunachambua pumba na mchele kwamba hii hatutaki, hii hapana, hii haijafika, na tunaachana nazo namna hiyo. Sasa leo nataka niwaambie jambo hilo la pili, ni kwamba ikitokea kama kuna mchezaji tunamhitaji na imekuja biashara nzuri kutoka klabu ambao ziko tayari kuweka hela nzuri, mchezaji sio mtumwa, na sisi tunatafuta pesa pia. Ikija ofa nzuri, hata kama tunampenda mchezaji kiasi gani, tutamuuza, tutatafuta mwingine mzuri. Ndio mpira uko hivi. Sasa kwa wachezaji wetu wawili ambao kila siku email mpya zinaingia wakiulizia huduma zao, watu wanaweza kufikiri juzi nilifanya masiara kusema kuna klabu zinakuja kwa kubwa kweli kweli, zinakuja na ofa nzuri, zinauliza huyu vipi. Sasa wachezaji wawili ambao ukiachana na wachezaji wengine, maana sio wachezaji wetu karibia wote zinakujaga ofa mbalimbali, lakini hawa wawili ofa zimekuwa zinafuatana mara nyingi zaidi. Na muongelea Josephat Arthur Bada pamoja na Jonathan Soa. Hao ndio wachezaji ambao wanaongoza kuuliziwa, si ndani tu ya nchi, hata kwenye klabu ambao ziko nje ya nchi. Sasa labda niiweke very clear, bila kuzunguka. Endapo tutalazimika kuwaachia wachezaji hawa wawili kwenda klabu yoyote, sisi kama klabu thamani ya wachezaji wetu tunaiweka hadharani na iko very clear, wala hata hatuhitaji kuzunguka, kwa sababu wenyewe thamani yao inajulikana. Ni wachezaji ghali zaidi sasa hivi Tanzania. Jonathan Soa, unapohitaji huduma ya Soa, kama klabu yako inahitaji kufanya biashara na Singida Black Stars ya kumnunua Soa, maana yake unatakiwa uandae kiasi kisichopungua shilingi milioni 1.5 dola za Kimarekani. Dola za Kimarekani milioni 1.5 ndio thamani ya klabu kumuuza mchezaji wetu Jonathan Soa. Sawa sawa? Hiyo kama uko tayari, njoo kwenye ofisi ya CEO, mtendaji wetu mkuu, uzungumze naye, mfanye biashara.
Lakini kwa Bada, kama unahitaji huduma ya Bada, unataka kuja kumnunua Singida Black Stars, sisi tunamhitaji na tuna kazi naye. Lakini endapo unamhitaji na wewe, basi uwe tayari kumnunua kwa gharama ya shilingi dola za Kimarekani milioni 1. Hizo ndo bei za wachezaji wetu ambao ni most wanted. Demand yao iko juu sana, na sisi tuko tayari kufanya biashara endapo kuna klabu itafika kiwango hicho. Chini ya hapo wala hata msijisumbue, kwa sababu ni wachezaji ambao hata sisi tunatamani waitumikie Singida Black Stars na kuifikisha mbali kwenye malengo ambayo tuko nayo msimu huu. Nadhani hiyo itakuwa imeeleweka vizuri, na nitakuwa nimejibu maswali ya watu wengi kwa mpigo, na nitakuwa nimempunguzia kazi mtendaji wetu mkuu Jonathan Kasano wa kujibu emails kila siku za namna hiyo. Soa 1.5 milioni dola. Bada 1 million USD. Kazi kwenu. Lakini wahadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niwatakie Idi njema, yenye furaha, msherehekee kwa amani. Kumbukeni kuna maisha baada ya sikukuu. Bye.